Mwalimu, kuna mtu atajiuliza, mbona mnajadili mafuta kwa kina hivi? Kwa nini mafuta? Ni bidhaa muhimu kiasi gani, kiasi cha kwamba msahau bidhaa nyingine zote, msizijadili, mjadili hiki? Pengine mweleweshe msikizaji ama mrahisishie kuelewa kwa nini mafuta inakuwa ni kiungo muhimu sana katika kuendesha biashara na uchumi duniani. Naam, jibu ni rahisi kwa msikilizaji labda kuelewa kwamba mafuta au nishati hii ya mafuta leo kwa nini inazungumziwa duniani. Inazungumziwa kwa sababu ya unyeti wa mafuta hivi sasa ndio kama uti mgongo wa sekta zote za kiuchumi. Sekta za kiuchumi kwa mfano leo kuna swala la usafirishaji, kuna ndege kupaa, kuna magari, kuna meli kuingia baharini na mengineyo kama haya. Na utakuta hata yule mzalishaji viwanda, hata yule mlimaji wa shamba pale nyumbani anahitaji mafuta ya kusukuma labda trakta lake. Kwa hivyo huu ndio unyeti. Lakini kuna nukta muhimu hapa na hisi pia nataka nifafanue kuhusu kusema swala la bei ya bidhaa hii kama mwenzangu kuzungumza. Wasiwasi wangu ni kwamba hii bidhaa ya mafuta leo, licha kwamba Afrika tunazalisha mafuta kweli kwa kasi ndogo, lakini swala si kasi ndogo ya uzalishaji tu. Swala ni pia kuna hulka ya ubwenyenye na kudhibiti hii biashara. Kiuchumi tunasema kuna petrodollar economy leo, kwamba biashara hii inadhibitiwa na Marekani na mauzo ya zile nchi ambazo zinauza mafuta lazima yaingie katika masharti ya OPEC, na tunajua kwamba OPEC ni shirika maalum na mwenye karata kubwa ya kuathiri shirika hili bila shaka ni yule mwenye nafasi kubwa na ushawishi mkubwa wa kiuchumi ambao leo bila shaka ni Marekani. Kwa hivyo utakuta ndio kunaleta mzozo mkubwa sana ya kwamba janga likitokea mahala popote tu la eneo la mafuta, basi bidhaa hii inapanda zaidi kana kwamba ni jambo linapangwa. Yani kama vile kiuchumi tunasema penye pesa kuna majanga. Kwa hivyo wakati mwingine haya majanga yanaachwa yaendelee kwa sababu nyuma kuna watu wanafaidika wachache, lakini wengi nao pia wanaathirika kwa unyeti wa bidhaa kama hii ya mafuta. Yani kwa maana mafuta leo yakisitishwa duniani, maisha yote leo yanasita. Hatuwezi kutembea, hatuwezi kusafiri, hatuwezi kulima, bali inaathiri mambo mengi zaidi. Tukirudi kwa Bwana Abdul Fattah Musa na tukielekeza darubini kwenye huu mlango bahari wa Hormuz, Iran yenyewe haiathiriki kibiashara na kiuchumi, kwa sababu ninaamini kwamba katika meli za kimataifa kupita hapo, meli za kibiashara, ilikuwa nchi yenyewe pia inanufaika kwa njia moja au nyingine. Wao kuendelea kudhibiti mlango huu wakati wa mzozo, yenyewe na nchi ambayo imewekewa vikwazo chungu nzima, si ndio inazidi kuathirika katika hili? Na kwa wakati huu ni kinyume chake. Iran yenyewe kama tulivyosikia, kutokana na kutaka bei ya mafuta isipande, kwanza Rais Trump kwa mara ya kwanza ametangaza kuondoa vikwazo vya mafuta vilivyowekewa Iran. Pamoja na kwamba Iran yenyewe imesema kwamba hilo halijaishughulisha sana kwa sababu imekuwa ikiuza mafuta yake kama inavyotaka. Kwa hivyo kwanza kumekuwepo na unafuu huo kwa Iran kutokana na suala hili zima la kwamba sasa hali hii iliyojitokeza, mzozo huu uliojitokeza umeipa nafasi ya kuweza kwa wingi zaidi kuuza mafuta yake na kwa uhuru kabisa. Lakini la pili ni kwamba Iran kwa upande wake kama ambavyo imetangaza ni kwamba haija ufunga mlango bahari wa Hormuz kikamilifu. Kuna meli za nchi mbalimbali ambazo zinaruhusiwa kupita pale kwa kibali cha Iran, na tumesikia kwamba hata Iran nayo kama zinavyofanya baadhi ya nchi nyingine zenye milango bahari imekuwa sasa inachukua kiwango maalum cha ushuru kwa kila meli ambayo inaruhusiwa kupita katika eneo hilo. Na hata Iran kwa ajili ya kupambana na hicho alichokieleza Bwana Shaban, huu mfumo wa petrodollar wa kufungamanishwa hii biashara nzima ya mafuta na mfumo wa fedha wa kimataifa ulio chini ya udhibiti wa Marekani wa sarafu ya dola, Iran imekuwa vile vile inashurutisha, inasemekana kwamba inashurutisha meli ambazo zipite hapo zifanye miamala yake ya mauzo kwa kutumia sarafu pengine yuan ya China na kitu kama hicho, ili kuvunja huu mnyororo wa ukiritimba uliokuwepo katika mfumo huu wa petrodollar. Kwa hivyo kwa upande wa Iran inavyoripotiwa ni kwamba katika kipindi hiki tokea mlango bahari wa Hormuz umefungwa, Iran imeweza kufaidika kuuza kwa kiwango kikubwa zaidi cha mafuta yake na kuweza kunufaika kwa kiwango kikubwa kutokana na mgogoro au tatizo hili lililojitokeza katika mlango bahari wa Hormuz. Bwana Mwijage, mtu tajiri zaidi barani Afrika aliko Dangote, ambaye pia ndo mfanyibiashara mkubwa wa mafuta barani Afrika akitokea Nigeria, mapema wiki hii ameshauri kwamba
watu wajaribu kumbuka janga la COVID-19 na kujaribu kuchukua hatua kama zile walizokuwa wanachukua wakati ule katika kubana matumizi, lakini ndio hivyo kwamba wale ambao hawana safari za lazima wasifanye, watu kama wataweza kufanya kazi nyumbani wafanyie kutoka nyumbani, ili kujaribu angalau kile walichonacho akiba ya mafuta walionayo waweze kuisogesha mpaka pale pengine mzozo utakuwa na nafuu ama utakoma kabisa au watapata njia mbadala. Kwa kuangalia hii kanda yetu ya Afrika Mashariki, ni hatua zipi ambazo wafanyabiashara wadogo, watu wa kawaida wanaweza kuchukua wakati kuna matatizo kama haya kuweza angalau kupunguza makali ya kiuchumi na kibiashara? Mafuta katika uchumi na ustawi wa nchi ni kama damu ilivyo kwenye mwili wa binadamu. Yaani kwa kifupi ndo hivyo. Sasa alichozungumza bwana Aliko Dangote nakubaliana naye. Tunapokwenda mbele mgogoro huu usipopata suluhisho haraka sana, kinachoweza kutokea, na niwahi kuzungumza nanyi kawaeleza kwamba mimi kinachoniuma ni ukosefu wa mafuta. Namba 2 ni price, lakini ukosefu wa mafuta. Kwa hiyo tunapokwenda itabidi kila tone la mafuta litumike kwa uangalifu. Itabidi litumike kwa uangalifu. Lakini kwa Tanzania leo nimemsikia ndugu yangu akizungumza Kenya, impact ya bei haijaonekana hapa, na ni kwa sababu ya mfumo ambao Tanzania wanatumia kuagiza mafuta na namna wanavyotumia kupanga bei. Sisi bei, kuna mfumo wetu tunaotumia ambao ni mwezi husika ukirudi mwezi wa nyuma. Kwa hiyo wakati dhahama inatokea ile ya Irani, tulishaingia mikataba ya bei za yale mafuta ya mwanzo. Tutapata tatizo wakati mafuta yatakapoingia kuja kusoma hizi bei mnazoziona za pipa moja kwenda 120, 115, 100, ndio tutakuja kusoma. Lakini bado bei ilikuwa inasoma bei za nyuma. Na kama ambavyo amezungumza katibu mkuu wa Wizara ya Nishati Dr. Matarajio, ni kwamba tuna hazina ya kutosha miezi 2, miezi 3, lakini tuna commitment na wagavi miezi ya mbele. Kwa hiyo katika hilo la Dangote si la kupuuza, na kwa Tanzania nina uhakika walioko ofisini na watu wa serikali ni mahiri katika swala hili, kwa sababu tumewahi kupita sisi katika dhahama kama hizi. Tuliwahi kupita katika dhahama hizi zama zile mimi naanza kazi, nilikuta ndo zinaisha. Mimi nimeingia kwenye industry mwaka 1984. Watu wanapewa kipande, watu wanaambiwa Jumapili gari isitembee baada ya saa 4, vitu vya namna hiyo. Tunajua namna ya control, lakini jambo la muhimu ni kwamba hali ni nzuri kwa Tanzania na serikali imetuhakikishia, na tunaona kwenye pump hakuna mabadiliko yametokea kwenye pump kwa mwezi huu katikati humu, na chakula kwamba uko hatarini kwa sababu vita hivi vimeathiri wauzaji wakubwa wa mbolea za kilimo duniani. Kina Oman, Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu ndio wauzaji 4 wakubwa wa mbolea za kilimo zenye nitrojeni, kwa mfano, ambayo inatumika sana katika kilimo. Ni msimu wa kilimo kwa mfano katika nchi nyingi za hapa. Serikali itachukua hatua gani kuweza kuwalinda wananchi wake, kile ambacho Waingereza wanasema cushioning them? Kuna hatua mbalimbali za kiuchumi mataifa kama Afrika Mashariki yanaweza kufanya. Kwa mfano, kutotegemea sasa moja kwa moja nishati ya mafuta. Wanaweza kuja kuwekeza zaidi katika nishati ya jua au upepo vile na mengineyo kama haya. Lakini vile bajeti za mataifa haya yetu ya Afrika Mashariki nadhani zisiangalie sana matumizi, bali ziangalie vyanzo vyake vya kiasili, kwa sababu ni kwamba bajeti nyingi za mataifa yetu tunawekeza sana katika kutumia, yani spending, kiasi cha kwamba matumizi ya serikali na makubwa zaidi, inaofanya yule raia wa kawaida atoze ushuru wa hali ya juu. Mpaka wanauchumi siku na msemo kwamba 90% ya mapato ya serikali hizi za kibepari, ikiwemo serikali za Afrika Mashariki hapa, wanatumia ushuru. Lakini wasifahamu Karo ni misuli ya kutosha. Je, mataifa yetu Afrika Mashariki yana misuli ya kutosha dhidi ya mawimbi ya taasisi za kama IMF na World Bank, ambazo taasisi hizi naona kwamba zina athari kubwa na ndizo kama zinazosukuma sera zetu za kiuchumi katika mataifa yetu. Kwa mfano, tunaambiwa wakati mwingine kunatoka shinikizo kutoka IMF, punguzeni pato fulani, zidisheni hapa. Sasa wasiwasi ni huu: je, mataifa yetu yana misuli ya kutosha ya kupambana na hizi sera za kigeni za kiuchumi?